Ifuatayo ni taarifa ya mradi wa ujenzi wa kituo cha afya cha Mawengi ambacho kilipokea kiasi cha fedha milioni 250. Mradi huu wa kituo cha afya ulianza mnamo tarehe 11 mwezi wa 8 2025 baada ya kupokea fedha kutoka serikali kuu, na lengo la mradi ilikuwa ni kupunguzia kusafiri umbali mrefu wananchi kupata huduma za afya katika ngazi ya kituo cha afya. Hivyo hatua zifuatazo zilifuata. Tuliunda kamati ya usimamizi wa mradi, tukaandaa mpango kazi wa utekelezaji wa mradi, lakini local materials na mahitaji ya wanajamii ikiwemo mawe, kokoto na matofali ziliandaliwa, na fundi alipatikana kwa kupitia mfumo, na mzabuni pia alipatikana, na vifaa vililetwa ambavyo ni vifaa vya ndani kupitia mfumo. Baada ya hatua hapo juu, tarehe 25 mwezi wa 8 ulifanyika uzinduzi wa mradi ambapo tulifahamishwa kuwa mradi huu wa serikali kupitia serikali kuu imeleta kiasi cha shilingi 250 kwa ajili ya mradi wa kituo cha afya cha Mawengi pamoja na kuongeza nguvu za wananchi, na mradi unatarajiwa kukamilika mnamo mwezi wa pili. Baada ya uzinduzi wa mradi ikafuata mafunzo na maelekezo ya wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Ludewa kwa lengo la kuongezea ufanisi na uelewa. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 9 ndipo tulisaini mkataba wa ujenzi na tulia mpata kwenye mfumo. Ilipofika tarehe 25 mwezi wa 9 ujenzi ulianza rasmi. Mwezi wa 9, 25 mwezi wa 9. Ambapo tulianza ujenzi wa msingi ambao ni substructure, tukanyanyua superstructure, pachika frame za milango, grill za madirisha, na umaliziaji ambao ni finishing. Umeme wa awamu ya kwanza ambao ni electrical installation umeshafanyika, na mfumo wa maji safi na taka awamu ya kwanza, water supply and sewage system. Mkataba wa fundi wa choo unaisha tarehe 28 mwezi wa 2 2026. Mkataba wa fundi wa jengo la OPD unaisha tarehe 28 mwezi wa 2 2026, na mkataba wa fundi wa kuchomea taka unaisha tarehe 24 mwezi wa 2 ambao kazi yake imeshakamilika. Asilimia utekelezaji imefikia 80%, ambao sasa hivi iko kwenye hali ya kumaliziaji ambao ni finishing, na kazi ambazo zimebakia ni kuweka vigae, uwekaji wa vigae ukutani pamoja na chini, mikanda ya gypsum, kufanya skimu kwenye ukuta nje na kwenye vyoo, na kupaka rangi, na kusuka umeme wa awamu ya pili, na kuweka mfumo wa maji taka kwa awamu iliyobakia. Kama ambavyo nilisema, fedha ya mradi kutoka serikali kuu ambayo ni kiasi 250, lakini kuna fedha ambazo kuna mchango wa wananchi, tutaelezea mchangano wake, lakini fedha hizi zimefanya mpaka sasa zilizotumika mpaka sasa kati ya 250 ambayo imetoka serikali kuu, jumla ya milioni 133,113,400 ndio imetumika kwenye usafirishaji wa madini ambao ni ya viwandani na kulipa mafundi. Fedha ambayo imetoka kwa wanajamii ambao ndio nguvu kazi, tulipata fedha taslimu milioni 1,143,000, lakini ambayo kimetumika kwenye store, ukamilishaji wa store ya kuhifadhia vitu na miundombinu, na kumlipa mlinzi milioni 1,143,000, na kiasi cha shilingi 21,100,000 ni thamani ya madini au zile local material ambao ni matofali, mawe na kokoto, vyote vilitoka kwa wananchi. Kiasi cha milioni 7,500,000 ambao ni nguvu kazi, kusafisha uwanja, kununua visiki, tulikamilisha ikawa kiasi hiki hapa. Matumizi
Fedha zilizobakia kiasi cha milioni 116 zipo kwenye account. Milioni 116,886,600 zipo kwenye account ya zahanati kati ya ile milioni 250 ambazo mpango kazi wake ni kulipa mafundi wa choo, malipo ya milango alumini ambayo yamebakia, mafundi wa OPD, marumaru na kazi zingine ambazo zimebakia ambazo ni jumla kama milioni 85,181,448 na senti 69 ndo kazi zilizobakia. Mafanikio, ushiriki wa wajumbe wa kamati kusimamia na kuhudhuria eneo la kazi, lakini kujitoa kwa wananchi, na ndio maana unaona fedha imetumika vizuri na inaweza ikabaki kwa makadirio haya. Na ushiriki wa uongozi wa kata kwa vizuri sana, lakini pia ushiriki wa ofisi ya mkurugenzi kupitia ofisi ya mganga mkuu wa wilaya, lakini pia ofisi ya ujenzi, ofisi ya manunuzi na fedha, wote wameshiriki vizuri, ndio maana naendelea vizuri. Changamoto kwa asilimia kubwa tulifika, hakuna changamoto ambayo ilishindwa kutatuliwa, na mpango ambao upo, fedha iliyobakia, basi tutakaa chini tena tujue tutafanyaje, maana tayari tuna jengo hapa. Naomba kuwasilisha.